إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 11 Rabiul Thani, mwezi wa 4 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na tarehe 3 mwezi wa 10 2025 miladia. Kwenye maudhui ya khutba yetu, hatuna namna, hatumpendi tu. Hatuna namna, hatumpendi tu. Hii ndiyo mada yetu au maudhui ya khutba yetu ya leo. Uweza ukachukia na sababu za kimisingi za kidini ukawa huna. Uweza ukajenga chuki na mtu, lakini sababu za kimisingi za kidini zilizokufanya wewe umjengee mtu chuki ukawa huna. Maana je, kuna sababu za mfanya mtu ajenge utukivu wa mtu? Naam, ziko sababu umfanya mtu ajenge utukivu na mtu. Kama kwa ufupi ujenge utukivu na mtu kwa sababu za kidini, sawa, simpendi fulani kwa sababu za kidini, na ukieleza ukawaeleza kifua wazi, mfumo, mimi naweza kumwambia mtu sikupendi kwa ajili ya Mungu, na ukitaka sababu nikakupa, kwa sababu hilo liko kwenye ukamilifu wa imani ya mtu, iko kwenye kumpenda mtu kwa ajili ya Mungu, kumtokea mtu kwa ajili ya Mungu, kumpa mtu kitu kwa ajili ya Mungu na kumnyima mtu kitu kwa ajili ya Mungu. Hili liko tuliona kwenye vitabu. Sasa tukilitabikisha mfano, lakini ni hivi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu imepita. Kwa hawa za kibinafsi na kwa chuki tu za kidini, hayo hayako. Sasa haya maudhui yana maana sana. Hatuna namna, hatumpendi tu. Angalieni ndugu zangu katika Uislamu, intabihi. Wema kwa mwema kujulikana kiakili, kidalili, kifitra. Waweza kufahamu huyu fulani ni mwema na anayofanya ni mema kwa dalili, kwa akili, kwa fitra. Fitra ni kule kukubali kwako zamani kumkubali Mungu, japokuwa kisha ulikuja ukamkataa,
lakini ile fitra iko kwa kila kiumbe la kukubali. Saha jamaa, sikiliza vizuri sana. Na utukivu huja kwa sababu fulani. Sababu ikiwa ni kubalika imepita kidini, sababu ikiwa kubalika haikupita kidini. Mtabihi, Iblisi twamjua au hatumjui? Twamjua kimaandiko, hatujamuona. Hakuna Yahudi, hakuna Mnasara, hakuna Baniani, hakuna Kadiani, hakuna Mshia, hakuna watu wa twarika kwa turuki zao zote ambao hawajui Iblisi. Ukimwalia mtu Iblisi nani, atakwambia vituko vyake viovu, kwa hivyo hajulikana. Wala huwezi kumpata yoyote kwa itikadi mzuri, kwa itikadi mbovu, atakayesema Iblisi ni khadimul haramaini sharifain, huu ni mtumishi wa misikiti miwili mitakatifu. Iblisi lakini ukisema Iblis ni khadimu shajarataini alkhabithatain, ni mtumishi wa miti miwili michafu khabithi, laingia. Na huwezi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukampa sifa zozote mbovu, kwa sababu kila mtu anamkubali. Alonkataa alinkataa kihasidi, na anayenkataa yoyote kwenye ulimwengu huu humkataa kihasidi. Hana sababu za kimisingi za kumkataa mwenzako, wala huna sababu za kimisingi za kumtukia mwenzako. Intabi, nitanukuu tu kwenye vitabu visomwavyo na wote. Hawa watu wa bid'a, watu wa twarika, masufi kwa ndia zao zote, nchi za kimagharibi, wengi wao mkweli na muongo huja akasimama wakati mwingine akasema ukweli kuhusu mtu fulani, hata kama ni adui yake. Hata kama ni adui yako, ukasema ni kweli ni adui yangu, lakini aliyosema ni kweli. Wengi wamjua Muhammad ibn Abdul Wahhab, wengi. Hata hawa watu wa twarika kwa ndia zao zote wamjua Muhammad ibn Abdul Wahhab ni nani. Kwa nini? Wansoma katika vitabu. Kwa hivyo wakimsoma katika vitabu, ina maana hawaelewi yaliyoandikwa kwenye vitabu kumhusu Muhammad ibn Abdul Wahhab, waelewa. Lakini hatuna budi, lakini hatuna namna, hatumpendi tu. Taka muipate tu hii mada, kwa sababu hata wewe waweza ukajenga chuki, huna namna, kwa kuwa hupendi tu. Sasa wote kama wanavyojua Ibn Taymiyyah wao wana mkochi kabisa, kisha wakasema hili amesema Ibn Taymiyyah kwa yale yanaoomba wao. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah wanansoma na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ndugu zangu nishikeni hivi, wanansoma, wamjua ndivyo, lakini hatuna namna, hatumpendi tu. Na nukuu kwenye kitabu Fathu Rabbil Bariya bitalkhisi sira'i baina sunnati wal bid'a, volume ya kwanza, safa 50 mpaka 51. Sikiliza asemaje. Al-Wahabia, nataka mufahamu maratibu wetu wa Masjidur Rahma, mufahamu watu wa Nchawa, Bakarani na Kisauni kwa jumla, na Waislamu wote, kwa kuwa huu ndio ukweli na ajuaye ni Mwenyezi Mungu. Na wale ambao hawapendi tu na wanukuu kwa ukweli, kuwa kweli vitabu vasema hivi, basi kisha waache vasemaje vitabu. Intabi, al-Wahabiyatu, Wahabi, hiya awwalu sautin
ni sauti ya kwanza, irtafaa, iliyoinuka, bil islahi, kuchengeza, wal inkari ala albid'ati, na kupinga bid'a, wal mubtadi'ina, na kuwapinga watu wa bid'a, uzushi na wazushi. Maandiko wa ujubi rujui ila kitabillahi, na wajibu wa kurudi kwenye kitabu cha Mungu, watamassuki bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nabdhi kulli ibtidai, na kutupilia mbali kila uzushi, wa muqawamati ashabihi, na kupambana na watu wake. Sikia, wahabi ya nini? Tayeb, Abu Sami' Abdulzahir al-Misri namnukuu kwa kusema hivi kwenye mashairi yake. Sikiliza vizuri sana. Burhanuhu al-Qur'an wa sunanu allati, huja zake kama Muhammad Abdul Wahhab, kama mawahabi, huja zake ni Qur'ani na sunna ambazo turwa lana an sayyidil akwani, huletewa sisi kwa kupokelewa na mtukufu wa ulimwengu. Mtukufu wa ulimwengu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam haraba shirka alkhabitha wa ahlahu, mara ngapi Muhammad Abdul Wahhab amepiga vita ushirikina nchafu na watu wake. Wa adhaqahum fil harbi kulla hawani, akawaonjesha wao kwenye vita kila utwevu, akawatweza kweli kweli na kuwakanyaga kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu washirikina. Wa abana tauhid al-ibadati ba'daha, akaweka wazi tauhidi ya ibada baada yake, baada hizi shirikina wa kuabudu makaburi na kuabudu mawali na mamwenye. Durisat maalimuhu min al-adhhani, ambao yamesomwa, alama zake zimesomwa katika akili. Kam abtala al-bid'a allati aqarat, mara ngapi Muhammad Abdul Wahhab amebadilisha bid'a ambazo zimechefua safwa shariati, usafi wa sharia, maurida dhamani, kwenye mafiko ya maji ya mwenye kiu. Tayib, wa adhaa nuran lam yazal mutaalliqa, akaja akachia miangaza nuru ambao haikuacha kung'ara. Yahdi bihi rrahmanu kulla awani, Rahmani huongoza kwa nuru hiyo kila wakati. Ya Rabbi, e Mola, yani kwa maana huyu mtungaji anamuombea Muhammad Abdul Wahhab. Ya Rabbi, ewe Mola, da'watu mu'minin mutadarri, ni ulinganizi wa mu'mini mnyenyekevu. Aghdik alayhi sahaiba ridwani, mmiminie yeye mawingu ya radhi. Huyu bwana anamuombea Muhammad Abdul Wahhab. Intabih, Wilfrid, huu ni magharibi, si ni maadui wa Uislamu. Sikilizeni ushuhuda, kisha tupate ya kutoka kwa Waislamu midomoni ya kunlani Muhammad Abdul Wahhab. Huu ni mtu wa magharibi, asemaje? Alichunga kitabu akakiita al-Islamu fi nadhari al-gharbi, Uislamu katika nadharia ya watu wa magharibi. Watu wa magharibi, jamani, sikilizeni. Kana Muhammad ibn Abdul Wahhab, alikuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaqulu qabla kulli shay, asema kabla kusema chochote, antaishu hasba ash-shar'i al-islami, ishini kulingamana na sharia ya Kiislamu. Wa hadha huwa maana, hili lina maana, antakunu muslimina, nyinyi mwe Waislamu, la dhaka rughaul atifi, sio yule ngamia mwenye atifa, sio yule ngamia laini mnyenyekevu akawa huandama tu popote. Magharibi huyasema kuhusu Muhammad Abdul Wahhab. Na Profesa Philip, si Muislamu, alichunga kitabu akikiita Tarikhul Arabi, tarikhi ya Waarabu, akanukuu, akaandika na mimi namnukuu, akasema hivi:
walaqad ta'athara Muhammad ibn Abdul Wahhab, hakika aliathirika Muhammad ibn Abdul Wahhab, bifikratin, kaathirika kwa fikira, hiya, fikra yenyewe, anna al-islama, ni kuwa Uislamu, kama yumarisuhu muasiruhu, kama walivyosimama na Uislamu watu wa zama zake, Uislamu qad inharafa kathiran, umepocholewa sana, ilmiyan, kwa upande wa elimu, wa nadhariyan, na upande wa upelelezi, an tariqi sunnati, umepocholewa na barabara ya sunna, allati istannaha alquran, sunna ambayo imewekwa na Qur'ani tukufu, wa karrara, na ikakariri, an yunkiha, akakariri huyu bwana Professor Phillips, na akakariri Muhammad Abdul Wahhab, an yunkiha huwa binafsi, au chakase au safishe Uislamu yeye mwenyewe. Hili ndilo lililoachia chuki nyinyi, watu wa kuabudu makaburi, watu wa kunyenyekea makaburi, watu wa kutukua mitanga katika makaburi, watu wa kuseta chembeleto, kuseta makaburi ili upate baraka za makaburi, wenye makaburi. Ndilo lililoachia chuki, kwa kuwa Muhammad Abdul Wahhab aliyasafisha haya ili ibada halisi apelekewe nani? Mwenyezi Mungu. Hatutaata kunena ila akhiri lahadhatin min hayatina, mpaka kwenye pumzi zetu za mwisho katika maisha yetu. Hii ndiyo itikadi ambayo tutamenyana nayo. Na Muhammad Abdul Wahhab alikuwa mtu mwema, alipigana kwa wema. Mwaujua kwamba kuwa ni mwema, mwamjua kuwa ni mwema, lakini hatuna namna, hatumpendi tu. Tayib, tumnukuu magharibi mwingine, adiandika kitabu akakiita Al-Arabu fi Tarikh. Angalia mijitu wa magharibi wananukuu mambo ya ukweli, japokuwa simtaki, simpendi, lakini sinyimi haki yake ya ukweli. Leo wengi wetu Waislamu huwa hatumpendi mtu, lakini natukanyima haki yake ya ukweli. Is wrong, ni makosa. Mpe haki yake. Ndipo Mtume Muhammad, hata Yahudi alikuwa akimpa haki zake za kiukweli, lakini akibaki tu na uyahudi wake. Hatuna hayo wengi wetu Waislamu, na kudai kwetu Uislamu haki ya mtu ni ya mtu tu, na ukweli wa mtu ni ukweli. Angava kafiri aweza kasimama kwa misingi ya ukweli, lakini sitaki tu ukweli. Sifai kukunyima haki yako, sikunyimi haki yako. Ukweli tulivyoafikiana tuende kwa masharti, tatekeleza masharti. Leo Muislamu aloambiwa na mtume wake Waislamu kwenda kwa masharti yao, sisi huvunda masharti. Ni mimi na wewe huwaita vibarua, tukamwambia koroga takupa 1000, ioni tukampa 750. Mkweli sisi hatumpi ukweli wake, wala muongo hatumpi uongo wake. Sisi husimama tu kidamu damu, kikabila kabila, mitaa ya kuoza, ya wanga wa kurukana ndege za teo. Hii ndivyo tulivyo sisi. Lakini Muislamu ni Muislamu alompa ukweli, anastahili ukweli. Hawa makafiri wampa ukweli Muhammad Abdul Wahhab, hatumwandami, lakini alisimama kwa misingi ya ukweli. Tunao sisi hayo. Astaghfirullah min kulli dhambi. Ukimtazama Muislamu tu kwenye uso, utageuza uso, utanyiva tu, huu uso wake ni uso muovu wa chuki. Nukuu makafiri walisimama ukweli kwa Muhammad Abdul Wahhab. Nataka hawa watu wote wa tarika, mashiagolo wote, Mayahudi, mabaniani, wenye kuabudu ng'ombe, wenye kuabudu mbuzi, wenye kuabudu mishumaha, wenye kuabudu hirizi, ambao waumini wa hirizi wengi ambao huita Uislamu. Mtu akirukuu utakiona kitu kimetoka hapa, akisujudu utakiona kitu kimetoka hapa. Sasa ndio katika presidential escort himpito kumbe bonge la hirizi. Kuwa mkweli
na mpe ukweli, anayestahiki ukweli. Mungu atusalim salama. Huyu namuona ni Banalos, kama nimentemka vizuri. Alikichunga kitabu akakiita Al-Arabu fi Tarikh, Waarabu katika tarehe, na mnukuu, wa bismil islami, asema na kwa jina la Uislamu, al-khali minashawaibi, Uislamu ambao umeepukana na shaka nyingi, alladhi sada fil qarni al-awwal, ulonyuka katika karni ya kwanza, ule Uislamu ulioinuka katika karni ya kwanza, ulosafika na ushirikina. Sikilize, magharibi anasema nada Muhammad ibn Abdul Wahhab, ndio aloita Muhammad ibn Abdul Wahhab, bil ibtiadi, kwa kujiepusha, an jamii ma udhifa lil aqidati, na yote yaliyotegemezewa aqida, wal ibadati, na yote yaliyotegemezwa kutokamana na ibada, kutokamana na min ziyaratin, kutokamana na ziara nyingi, bi'tibariha, kwa kuzingatia kwake hizi ziara nyingi, bid'un khurafia, ni bid'a na za kihurafi, kwa sababu kuna ziyaratun mahmudun na ziyaratun mardudun. Kuna ziara inayokubaliwa nzuri na ziara ambazo ni mbovu. Sasa sikiliza, khurafia, wao sema wanatuita sisi mahurafi. Khurafi nani na khurafia ni nini? Khurafia ni hadithun khurafa, ni hadithi, maneno ya kikhurafi. Maneno ya kikhurafi ni nini? Ni alhadithul mustamlihu min alkidhbi, mazungumzo yalochiwachiwa chumvi ya urongo. Mara waambiwa maiti ametoka kwenye jeneza, mara waambia maiti amenyuka kaburini mwenyewe, mara juzi clip ambayo imeenea katika ulimwengu, mmoja alikuwa na hamu kuizuru haram tukufu, Mungu akamjalia akapata safari, akaenda akamzuru Mtume Muhammad. Alilolisema baada ya kumuombea na kuombea waumini, akamuita Mtume akamwambia, toa mkono kubusu, na Mtume akatoa mkono ati akambusu. Kisha huu bwana akasema, alikwenda kuulizwa Mtume, mambo yatapata mafidhuli, kuna mafidhuli watanena, mafidhuli kama sisi sio, watanena. Mtume akamwambia, achilie mbali, wewe ukiondoka umeondoka na kheri kubwa, naambieni nyinyi muniungao na munipungao. Hungia akilini hilo? Ni mtume gani walotoa mkono kaburini tikisha kambusu? Na kama honi wali, kulikuwa na Abu Bakr Siddiq, wali wa kushinda mawali, kulikuwa Umar bin Khattab, wali wa kushinda mawali, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, min salafina salih, min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa min at-tabi'ina wa tabi'i at-tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yawmiddin, mawali katika mawali wa Mungu. Hakuthubutu mmoja kwenda kumwambia Mtume, toa mkono ni kubusu, isipokuwa huu aloshikwa na ndaa, akaocha usiku, akaenda kanena maneno andaa ya ndoto za usiku. Alaysa kadhalika? Yani ingia akilini haya. Sasa Muhammad Abdul Wahhab alisimama na propaganda hizi ili kuwaregesha watu katika mstari wa sawa na katika siratul mustaqim, ndipo jamaa wakawa hawampendi na kumpangia maovu chungu mzima. Lakini ni huu, si kwamba hamu ya jui mwayasoma katika vitabu, lakini hatuna namna, hatumpendi tu. Tumalize hoja. Nimewanukulia ya watu wa kimagharibi, hawamwandami kamwe Muhammad Abdul Wahhab, lakini walimpa ukweli. Hivi ndugu zanguni, ili tumalize kwa salama, ule iblis, ule shetani aliyekuwa huiba katika Baitul Mal, naomba msikilize vizuri, muelewe tuko katika zama za tabu. Watu wana tabu, watu ambao fikra finyo, wenye mafhumu khati
ni ule ufahamu wa makosa, hata lisilokuwa la makosa watalipotoa lionekane ni makosa kwa sababu ya maslahi yake. Ule shetani aliyekuwa huiba katika Baitul Mal, Abu Huraira akanshika kwa sababu alikuwa ndiye mlinzi. Haya maneno hatuwajui sisi Waislamu, hatusikii mashekhe tofauti. Akamshika siku ya kwanza kwamba takupeka kwa Mtume, niacha, nina tabu, nina watoto wengi nini. Abu Huraira akamwata. Siku ya pili akatamba tena, akamshika, takupeka kwa Mtume, niacha. Abu Huraira akamwata. Siku ya tatu akamwambia, takupeleka tu, hakuna namna. Shetani akamwambia Abu Huraira, sinipeleke, takupa silaha, ukiitumia hakurudi shetani yoyote hapa kuiba, naye mwenyewe nani? Shetani. Akamwambia ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Sasa nataka kuuliza nyinyi waungwana, muniungao na munipingao, Allahu la ilaha illa Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ni ukweli hufukuza mashetani ama ni urongo? Ayatul kursi inawadeyusha mashetani ama ni urongo? Tukisema ni urongo, sitakuwa tumemkadhibisha mtume wetu. Tukisema ni urongo, sitakuwa tumekipinga kitabu chetu alichosema Mwenyezi Mungu, wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Lakini angalia Abu Huraira alipokwenda kumpelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia amekuja, akajepa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akasema tamleta kwako tu. Akanambia takupa silaha, ukitumia hakurubi shetani. Allahu la ilaha illa huwa. Nataka kuuliza swala, shetani alikuwa rafiki na Mtume? Shetani alikuwa ampenda Mtume? Alikuwa muunga Mtume? Mtume alikuwa mpenda shetani? Alikuwa muunga shetani kwa mambo yake maovu? Abadan. Lakini angalia shetani aliposema, Abu Huraira alipoambia Mtume amenipa ayatul kursi, ya salam ya Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia ya ukweli lakini yeye mwenyewe ni muongo. Sasa hata Muhammad Abdul Wahhab ikiwa muovu kwako, ukweli mwatie mwenyewe, sema hapa ni ukweli, lakini sina namna, mimi simpendi tu. Tuko pamoja jamani? Akhtimu alkhutba, na ihitimisha khutba yangu ya leo, itaendelea kipenda Mwenyezi. Msikilize na mkoti Gold Sahir. Wa idha aradna albahtha, sisi tukitaka kufanya research fi alaqati alislami, katika mafungamano ya Uislamu, as-sunni, Uislamu wa mtu wa sunni, bil harakati alwahabia, wa harakati hizi za kiwahabi, najidu, tutapata, annahu, yakuwa, mimma yustad'a khassa, ni katika yanaupelekea khassa, min wijhati nadhari alkhassa, kwa upelelezi khassa, lilhukmi ala alhawadithi alislamia, kuhukumu matokeo ya Kiislamu, an na'tabira alwahabiyin, ni kuwazingatia hawa mawahabi, answaran, ni watetezi, lidiyanati alislamia, ya dini ya Kiislamu, ala surati allati, kwa picha ambayo wadaaha nabii sallallahu alaihi wasallam, aliyoiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sahaba, na maswahaba. Faghayatul wahabia, kikomo cha mawahabi, hiya i'adatul islami kama kana, ni kurudisha Uislamu kama ulivyokuwa. Makosa waungwana kusimama msimamo, nasalu hasa i'adatul islami kama kana, kuregesha Uislamu kama ulivyokuwa. Uislamu gani? Shuf, al-adlu mizanun thabitun la yamin, kipimo ni mizani ya uthubutu ambao haipinduki, na hatuna vipimo wengi wetu, hawa ndizo zilizotutawala. Yuhaqiqu al-haqqa, mizani huhakikisha la haki, wa yanshuru nuru al-asilu, na huenea nuru ya msingi. Fi kulli qadhiyatin yajibu an yakuna,
katika kila kesi, katika kila tokeo yapasaliwe sautul insafi, sauti ya insaf, sauti ya roho nzuri, alian, iwe ndiyo iko juu, la yakhbu wala yalinu, iwe haifichiki wala isiwe laini kulainika. Insafu ndicho kitu muhimu ndugu zangu ni katika imani. Mtu kuwa na roho safi kwa yoyote, kwa lolote, ila huni muovu, ana ukweli, takuwa na insafu kwenye ukweli wake. Tunao picture hiyo, isipokuwa alorehemewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mshairi kisha sema, al-insafu sautul hikmati warahma, insafi roho nzuri ni sauti ya hekima na sauti ya rahma. Kuwa na insafu, na hapa ndipo ambapo pamechefuka kwa tabu yetu kwenye ulimwengu tulionao. Ni hapa ndugu zangu, na nitarudia tena kuambia, mutanikumbuka siku za Mungu. Wallahi mutanikumbuka. Asa unikumbuka si basi au vipi? Lakini najua wako watakaonikumbuka. Hapa ndipo paovu, hapa ndipo mabanda ya makaa ni wengi, lakini insaf ndio inaleta utaratibu. Umwangaliaye si yeye, astaghfirullah min kulli dhanb, ya'dilu baina an-nasi bis-sidqi wal-azima. Insafu ndio kuleta uadilifu kati ya watu kwa ukweli na kwa maazimio. Fi kulli qadhiyatin, katika kila qadhiya, yajibu an yakuna, inapasa iwe sautul haqqi hadhiran, sauti ya haki ndio ambayo iko hadhiri kwenye matokeo yoyote. Yuzilu dhulma wal ghumma, yenye kuondosha dhuluma na yende kuonyesha umma. Nataka nisimame hapa kwa sababu khutba sasa naziunganisha. Nimewakimbia Ijumaa manane, sasa watatuchengeze Ijumaa manane, na nimeanza kwa hii mada na ndio nitakoenda nao. Wapi? Hapa ndipo tutakapopazungumza, na hapa tafichwa kitu chochote. Mstahiki wa haki kwetu, hata kama ni muongo, tutasema ni kweli, lakini uongo wake ni mwingi, lakini kwa hili amesema kweli, na kweli tutampa haki yake, na muongo tutampa haki yake. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allah yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa yaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.